Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM Taifa, mkutano mkuu huu ni sehemu muhimu ya maandalizi ya chama chetu kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Kama inavyoonekana kwenye ratiba ya mkutano huu, ajenda kuu tutakayojadili kuanzia leo, kuangalia yaliyomo kwenye ilani tunayokwenda kuinadi kwa wananchi katika uchaguzi ujao. Itakumbukwa kuwa katika kutekeleza jukumu lake la kikatiba lililoainishwa chini ya ibara 103 kifungu kidogo cha 4 ya Katiba ya Chama cha Mapinduzi, Halmashauri Kuu ya CCM Taifa katika kikao chake kilichofanyika Dodoma tarehe 10 Machi mwaka huu, pamoja na mambo mengine, ilipokea na kuthibitisha ilani ya Chama cha Mapinduzi, ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka huu. Hivyo basi, kesho tutafanya uzinduzi wa ilani tutakayokwenda kuinadi kwa wananchi ili watupe imani na ridhaa ya kuturudisha kuendelea serikalini katika kipindi kingine cha miaka 5. CCM oyee! Chama cha Mapinduzi baada ya miaka 48 sasa kina wanachama zaidi ya milioni 12, maarufu si tu hapa nchini bali Afrika nzima na duniani kote. Ukubwa wa namna hii unastahili jengo kubwa zaidi linaloendana na idadi ya wanachama. CCM inatarajia kujenga makao makuu mapya ya kisasa karibu kabisa na ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete, na hili ni tukio la kuweka jiwe la msingi la jengo hili litakalotumika kwa shughuli zote kubwa na muhimu za chama. Tukirudi nyuma kidogo, Katibu Mkuu Balozi Emmanuel Nchimbi anatupitisha kwenye historia ya ujenzi wa makao makuu ya CCM hapo kabla. Ndoto ya waasisi wa chama chetu ya kuwa na makao makuu ya chama ilianza tangu mwaka 77. Mara chama chetu kilipoundwa, waasisi walianza kutafakari namna ya kuwa na makao makuu ya chama chetu. Mazungumzo ya msingi kabisa ya uanzishaji wa ujenzi wa makao makuu yalianza mwaka 1983. Na eneo lililochaguliwa lilikuwa eneo la Chimwaga. Mchakato ulichukua muda mrefu sana, lakini mwishowe mwaka 1992 makao makuu ya chama yalijengwa Chimwaga. Tarehe 26 mwezi wa 6 2024 ukawa mwanzo mpya wa ujenzi wa makao makuu ya chama. Halmashauri Kuu ilipitisha ujenzi huu wa makao makuu mapya ya CCM ambayo Rais Samia ameweka jiwe la msingi akisema hii ni nyumba ya mafunzo na maamuzi ya kisera. Tukio hili la kuweka jiwe la msingi la jengo la ofisi ya Chama cha Mapinduzi lina umuhimu wa kipekee. Kwa upande mmoja, linaakisi ndoto ya waasisi wa chama chetu wakiongozwa na mwenyekiti wetu wa kwanza wa chama hiki, hayati Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na kwa upande mwingine, tukio hili linathibitisha umadhubuti wa chama chetu na uwezo wake wa kupanga, kuamua na kutenda mambo makubwa na yenye maslahi kwa chama na taifa letu. Ni sehemu ambapo wanachama wetu, hususan vijana, watapata fursa ya kupatumia ili kujifunza na kujijenga kiuongozi na kimaadili. Vile vile ni pahala pa mikutano, mijadala, tafiti, mafunzo na maamuzi ya kisera. Sasa tunapokwenda katika kujenga ofisi zetu za chama, ni kuhakikisha kwamba chama chetu kinazidi kusimama, kuonekana, kusikika na kuheshimika. Jengo hili litakuwa na teknolojia ya kisasa na ubora wa kipekee. Mshauri wa mradi wa ujenzi wa makao makuu ya chama anatujuza ni kwa namna gani jengo hili litakuwa linafaa kuwa makao makuu ya chama. Na jengo hili ni katika majengo machache Dodoma hakuna jengo lenye helipad juu. Kwa hiyo lina landing ya helikopta juu zile vile. Alafu litakuwa na kamera jengo zote, kila unapoingia unaonekana. Ofisi iko katika ofisi zote zina connection ya kompyuta, ofisi zote zina network na zote zitakuwa zina wifi. Wakongwe wa chama hiki wanasema jengo hili ni ahueni. Mwaka 80
Nilishiriki kujenga jengo la Chimwaga nikiwa kama askari wa kujitolea mpaka tumemaliza. Sasa baada ya mabadiliko ya serikali na chama, leo hii najivunia sana kuanzisha makao makuu tena ya chama. Jengo hili kwa kweli lilivyojengwa hapa, tena limejengwa mahali pazuri ambayo hata sisi wenye mahitaji ya muhimu tuna uwezo wa kufika. Utu ni namna chama kinavyotengeneza fursa za ajira na kujali kizazi kijacho kwa kujenga miundombinu hii muhimu. Wananchi wa Dodoma, wataalam, watafanya kazi usiku na mchana kulisimamisha jengo hili na ling'are, si tu ndani bali hata nje ya nchi, na wageni watakapotembelea wayaone hayo. Na kwa pamoja sote tunasonga mbele kuelekea kwenye ukamilifu wake mwaka 2027, Chama cha Mapinduzi kitakapotimiza miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Good morning. How are you? Wow, good morning. Jana sisi mtazama alivyopendeza. Jamani, ilani inakwenda kupita. Wakati ilani ya 2025 kwenda 30, naomba mzingatie kipengele cha namba 8. Zingatieni kipengele namba 8 cha ilani 2025 kwenda 30. Wanasema tutaongeza ajira, lakini ajira zenye ubunifu. Kipengele E na F kizingatie. Na wakumbusha tu, wakati Mheshimiwa Rais tutaizindua ilani, naomba mzingatie kipengele namba 8 E na F. Serikali imekuja na mkakati wa kuhakikisha inapitisha kuongeza ajira kwa Watanzania, lakini katika ajira tunapoongeza kipengele F kinasema ajira zenye ubunifu. Hii ndio ilani ya CCM 2025 kwenda 2030. Ni full imewabeba vijana. Imewabeba vijana, mtu wa maana kabisa. Morogoro oye. Mtaalamu kutoka Morogoro. Kigamboni oye. Mtu wa maana kabisa. Mwamba kabisa. Mona na wakumbusheni ilani itakayopitishwa 2025 kwenda 2030. Babu unatoa fulu 2025 kwenda 2030. Vitasema yatazungumzwa mengi. Zingatieni kipengele namba 8 E na F. Serikali ya CCM itahakikisha inaongeza ajira, alafu kipengele F inakwambia ajira zenye ubunifu. Maana ni vijana wameguswa. Iko ndio sehemu unaipenda. Sisi ambao tunajaribu kuichukulia ndio sehemu tunaipenda. Vijana wamekumbukwa. Vijana wamekumbukwa. Ilani hii 2025 kwa 30. Vijana tumekumbukwa. Tuoje tufe maskini na kwenda kujenga ghorofa hizi. Ghorofa hizi. Sema hala. Hala. Mama Samia. Mitano tena.